Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Irani imetangaza kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Kuwait. Sasa mashambulizi hivi sasa yanaendelea kama kawaida, na jeshi la Iran limedai kwamba limetekeleza shambulizi dhidi ya miundombinu muhimu katika kambi ya anga ya Ahmadi Al-Jaber nchini Kuwait, ambayo inatumiwa na vikosi vya Marekani, likisema hatua hiyo ni sehemu ya awamu ya 27 ya operesheni ya SAEK. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya uhusiano wa umma ya jeshi la Iran, Tehran ilisema ndege zake zisizo na rubani zililenga maeneo ya kuhifadhi ndege za kivita, mifumo ya mawasiliano ya satellite na maghala ya kuhifadhi vifaa vya kijeshi ndani ya kambi hiyo, ambayo iliitaja kuwa kitovu muhimu cha operesheni za anga na ujasusi za Marekani katika eneo la Ghuba. Irani ilieleza kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ni jibu kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya maeneo ya kusini mwa Iran, yakiwemo mashambulizi ya anga yaliyolenga nyumba ya makazi katika kisiwa cha Kashmir. Kwa mujibu wa Tehran, Marekani imekuwa ikiendesha mashambulizi dhidi ya Iran tangu mapema mwezi Julai, jambo ambalo Iran inadai kuwa linakiuka masharti ya makubaliano ya Islamabad. Iran imesema imekuwa ikijibu kupitia operesheni za kijeshi za Nasr 2 na SAEK, zikihusisha matumizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya vituo vinavyotumiwa na Marekani katika eneo hilo. Jeshi la Iran pia lililaani shambulizi la Marekani dhidi ya nyumba za raia katika kisiwa cha Kashmir, likitaja kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kibinadamu na uhalifu wa kivita. Aidha, lilisema vikwazo, vitisho na mashambulizi dhidi ya Iran havitaidhoofisha nchi hiyo, bali vitaongeza umoja wa wananchi wake. Taarifa hiyo ilidai pia kuwa mashambulizi yaliyofanywa kwa ushirikiano kati ya jeshi la Iran na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC yameifanya Marekani kushindwa kwa urahisi kuyazuia makombora na ndege zisizo na rubani za Iran, licha ya kuimarisha mifumo yake ya kisasa ya ulinzi wa anga. Iran pia ilidai kuwa Marekani imeweka udhibiti mkali wa taarifa kuhusu kiwango cha uharibifu, vifo na majeruhi ili kuzuia taarifa hizo kufahamika kwa umma. Shambulizi hilo linafuatia tukio ambalo Iran ilisema lilitokea siku ya Alhamis, ambapo jengo la makazi katika kisiwa cha Kashmir lilishambuliwa na kusababisha vifo vya watu watatu wa familia moja, akiwemo mama, baba na mtoto wao wa miaka miwili. Watoto wengine wawili walinusurika baada ya kuokolewa kutoka chini ya vifusi na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Sasa hii ni awamu nyingine ya mashambulizi ambayo yanafanyika huko Mashariki ya Kati, baada ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC na jeshi la Iran kwa pamoja kutangaza kufanya mashambulizi katika kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Kuwait. Na kwa kiasi kikubwa mvutano unazidi kuendelea, huku diplomasia kwa hivi sasa ikitarajiwa ndiyo njia pekee ya kumaliza mzozo, kwa sababu vita vimeshindwa kuamua hatma ya Marekani pamoja na Iran katika uwanja wa mapambano. Mtazamaji wetu, kuna mengi sana ya kuyafahamu. Ni kuombe kama bado hujaweza kuungana nasi, uweze kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare, ili uweze kufahamu yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa.